Kuna sehemu nimewahi kusoma wanasaikolojia wameandika kwamba binadamu, yani akili ya binadamu ina tabia ya kupuuza vitu vidogo vidogo. Sasa sisi KingoFarm hapa, hata kama tutapata vifaranga wachache, huwa tunahakikisha tunawalea. Kwa mfano hapa leo hii unaweza ukaona hawa ni vifaranga kama 20 hivi ambao tunawalea ndani ya boksi. Hawa vifaranga wa kienyeji tunatumia hili boksi kuwalea, na nitakwambia faida za kuwalea vifaranga kwa kutumia hili box, na nina uhakika somo langu la leo hii litakuwa ni somo ambalo litakufungua pakubwa sana wewe mfugaji ambaye ulikuwa unafikiria labda huwezi ukafanya chochote kile na vifaranga wachache, au kuku wako ametotoa vifaranga wachache, unamwachia anatembea nao, mwisho wa siku unapoteza vifaranga wote. Sisi KingoFarm huaga hatuchukulii poa vifaranga hata wakiwa wachache, basi tunawalea. Kitu cha kwanza ni kushauri, kabla sijataja faida, sisi KingoFarm tunauza incubator. Umeziona hizo incubator? Hizi incubator inaweza ikakufanya ukawa tajiri, kwa sababu hata kama una kuku wa kienyeji wachache, unaweza ukachukua incubator ya mayai 60, ukaweka humo mayai, ukawa unatotolesha vifaranga wachache, ukawa unawalea kwenye box kama ambavyo unaona hivi sisi tunawalea kwenye box. Hata kama ukipata vifaranga 50 ngapi, unaweza ukawalea kwenye box, lakini pia unaweza ukawatengenezea bull vyovyote vile, lakini sisi tunatengeneza incubator ambazo zina ubora wa hali ya juu sana. Kwa hiyo ukipata hizi incubator zitakusaidia sana wakati wa ufugaji wako. Pia unaweza ukajiunga na darasa letu, ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2, ukajifunza jinsi ya kuwalea vifaranga. Kama hapa nyie leo mnaona vifaranga tayari wakubwa hivi, lakini sisi waga tunaelekeza vifaranga tokea siku ya kwanza mpe hii, siku ya pili, ya tatu, hivyo hivyo mpaka wanakuja wanakuwa wakubwa, wanapendeza kama hivi ambavyo mnawaona. Sambamba na hivyo, sisi KingoFarm tuna vitabu ambavyo vinatoa mwongozo na elimu ya ufugaji. Kwa mfano, hapa tunazungumzia kuku wa kienyeji. Ukipata kitabu hicho cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kitakuelezea jinsi ambavyo unamlea kifaranga tokea siku ya kwanza, chanjo, booster za asili ambazo unampa, na ukiwa na vifaranga wachache kama hivyo, mfano sisi hapo waga tunapunguza gharama kwa kutumia hizi tiba za asili. Mfano tu unaweza nikasema multivitamin dukani inauzwa zaidi ya 12,000. Kwa hao vifaranga wachache unaweza ukajikuta unachokifanya hamna, lakini kwenye kitabu tumekuandikia kabla ya kutumia multivitamin unaweza ukatumia tiba hii hapa ya asili, labda karoti, tangawizi. Ni vitu ambavyo ni vya gharama nafuu sana. Kwa hiyo vitabu vyetu hivi vina vitu vingi sana, jinsi ya kutengeneza tiba za asili. Kitabu kimoja ni shilingi 10,000. Mfano unafuga kuku wa kienyeji, na kushauri chukua kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji na kitabu cha tiba za asili. Hivyo viwili vitakufaa. Gharama yake ni shilingi 20,000. Ukijiunga na kundi 28,000. Itakuwa ni vizuri zaidi kwako wewe. Hivi vitabu ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Sasa tukirudi moja kwa moja kwenye faida za kuwalelea vifaranga kwenye box. Faida ya kwanza kabisa, una uwezo ukawalea vifaranga wachache bila vifo kuliko vile ambavyo ungewaachia mama zao wawalee. Kwa mfano, unaweza ukalea vifaranga hata 5 kwenye box. Vifaranga 5 ukimwachia kuku anaweza akavipoteza, lakini pia anaweza asizingatie afya bora ya wale vifaranga wakadumaa. Kwa hivyo ndivyo ambavyo inaweza kukusaidia. Na wakati unawalea hawa vifaranga kwenye box, kumbuka kwamba mama yao ambao umewapokonya hawa vifaranga ataendelea kutaga. Kwa hiyo itakuongezea uzalishaji. Unaweza kuona ni kitu kama vile cha kivivu, mimi nitalea tu vifaranga 5, inakueje? Unaweza kuwa mvivu. Lakini kama una malengo makubwa, una malengo ya kufika mbali, una malengo ya kuwa na kuku wengi, vifaranga 5 ukiwalea vizuri, wakishakuwa kuku wakubwa, ni kuku wengi sana kwenye kuku wa kienyeji, na wanaweza kukutengenezea kipato kikubwa sana. Hiyo ndio ni faida ya kwanza. Faida ya pili, inaokoa gharama. Inaokoa gharama sana 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 vibaya mno, kwa sababu kwenye boksi
huweki chanzo cha joto. Yani ukishakuwa na boksi, kuna venti mtakuwa mnaziona humo pembeni nimetoboa kwa ajili ya kupitisha hewa. Ikifika usiku unafunika tu boksi lako, huweki taa ya joto. Yani tokea siku ya kwanza huweki taa ya joto. Hilo boksi lenyewe tu linatengeneza joto. Asubuhi unalifunua boksi lako. Kwa hiyo ni taa, yani huhitaji chanzo cha joto. Tofauti na ambavyo kwa mfano wa vifaranga sisi 20 tusingewalea kwenye hili box. Unaona kwa mfano hilo hapo ni tundu ambalo tumelitoboa. Tusingewalea kwenye hili box, tungehitajika kununua hata gunia la mkaa. Maana yake vifaranga 20 wanatumia sawa tu na vifaranga 200. Lakini tumewaweka humu kwenye box, unaona kabisa hatutumii taa yoyote ile wala hatutumii jiko la mkaa. Sisi tumewalea hivi tokea siku ya kwanza. Kwa hiyo inakuokoa kwenye upande wa gharama. Lakini pia ni rahisi sana kuweza kuwa manage, yani kuweza kuwahudumia hawa vifaranga. Unaweza kuona kwa mfano, umeona hicho kikopo cha maji hapo pembeni, hapo sisi tumewawekea tiba za asili. Hatutumii hizi za dukani kwa sababu ya kupunguza gharama. Tumeweka humo tangawizi, kitunguu saumu na pilipili. Hiyo ni kama antibiotic kwa hawa vifaranga. Yani hawa vifaranga tunajitahidi kukwepa gharama kwa zaidi ya 90% ili watumie gharama ndogo, kwa sababu pia na wenyewe ni wachache. Faida nyingine ni rahisi sana kudhibiti magonjwa. Tofauti na vifaranga wakiwa labda wanalelewa na mama yao nje, wataokota vitu ambavyo vitawaletea shida. Lakini pia kama kuku wengine wakubwa wanaumwa, wanaweza wakapata hayo maambukizi. Lakini pia utakuwa umewasaidia vifaranga wako kutoka kwenye udumavu, kwa sababu pale ambapo unamwachia mama yao tetea anawalea hawa vifaranga, mara nyingi sana kupata lisha ambayo ni bora waga inakuwaga ni changamoto, kwa sababu kama unavyoonaga tetea atapaa chini, wataokota hiki kile. Kwa hiyo kupata ile tunasema kwamba mlo ambao ni kamili inakuwa ni vigumu. Ndio maana unakutaga vifaranga muda mrefu sana wanashindwa kukua vizuri. Hao vifaranga unaowaona hapo, vifaranga hapo wakubwa hao wana kama wiki 1.5 hivi, lakini unaweza ukaona jinsi ambavyo wamechangamka na jinsi ambavyo wanakuwa vizuri, kwa sababu ya lishe ambayo tunawapatia ni bora. Lakini pia tunawapa na booster za asili kwenye maji yao. Pamoja na faida zote hizo, lakini inatakiwa nikupe tahadhari unapokuwa unatumia boksi. Kitu cha kwanza, usilifunike boksi lako muda wote. Hakikisha mzunguko wa hewa unakuwa mzuri. Yani unaacha hata hapo juu, unaweza ukanyosha hivi boksi ukatoboa hizo venti ndogo ambazo hawezi wakaruka wakatoka nje, ambazo zitakuwa zinaingiza hewa ndani ili kupata mzunguko wa hewa mzuri. Lakini pia hakikisha unasafisha boksi lako, yani labda kila baada ya wiki 1 pale chini pale unalisafisha. Kuna vinyesi pale wamejisaidia, unalisafisha vizuri kabisa. Na chini unaweka matandazo kiasi, yani chini ya boksi unaweka matandazo kiasi. Lakini kumbuka pia boksi ukiliweka karibu na vyanzo vya joto huwa linaungua. Kwa ujumla nimelileta hili somo kwako wewe pia la kutumia boksi ili likusaidie wewe mfugaji ambaye unaanza, unaona kabisa huwa unapoteza vifaranga wanakufa tu. Unaweza ukatumia hili boksi. Sisi pia tunafanya hivyo, wala asikukatishe mtu tamaa. Sisi mara nyingi sana waga tunaletaga mada hapa ambazo sisi pia tunafanya. Sisi pia tumeweza kukifanya hicho kitu. Kwa hiyo sisi tumeweza, na wewe ninaamini kabisa utaweza. Na hawa vifaranga sisi sio mara ya kwanza tunawafugia kwenye box. Wapo vifaranga ambao tayari ni kuku wakubwa tuliwalea kwenye box. Kama hapo chini unaona huyo kuku yupo anatamia, akimaliza kuatamia tutamwekea humu kwenye box. Vifaranga tukiwatoa kwenye incubator ndio huwa tunawatengenezea bulda. Wakiwa wengi kuanzia 100 wanatengenezewa bulda, lakini wakiwa chache kama hivi tunawalelea kwenye box ili kupunguza gharama za ufugaji na kuwafanya wale kuku waweze kuendelea kutaga vizuri kabisa. Kwa hiyo inawezekana kabisa kutumia box. Kama unahitaji maelezo zaidi, na kushauri jiunge na kundi letu la WhatsApp. Ukijiunga na kundi letu unaweza ukanipigia hata simu ukasema mwalimu, ninaomba unielekeze vizuri kuhusiana na box siku.